Bwana Yesu asifiwe. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninakuomba Mungu wa mbinguni, ninapoenda kujifunza maandiko haya, ninapoenda kujifunza somo hili, Yesu Kristo Nazareti hai, basi naomba maisha ya watu akabadilishwe. Naomba maisha ya watu Bwana akajengwe. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukatuimarishe kimani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, umesema neno lako ni jipya kila siku. Mungu wa mbinguni, naomba neno hili likawe jipya kwenye mioyo ya watu katika jina la Yesu. Amen. Tutaangalia ni mambo gani ambayo natakiwa kuyafanya ili roho ya kukataliwa iweze kuachia, ili uweze kujipatia kibali kwenye kila eneo la maisha yako. Yaani namna gani ambayo roho ya kukataliwa inaweza kukuachia na ukajipatia kibali kwenye kila eneo la maisha yako. Sasa kukataliwa ni nini? Kukataliwa ni kinyume cha kukubaliwa. Unapoona kibali, ina maana kinyume cha kibali ni kukataliwa. Kama kinyume cha nuru hivyo giza, kinyume cha kukubaliwa ni kufanya nini? Kukataliwa. Sasa kukataliwa kuna kuaje? Kukataliwa kunaweza kuwa ni watu wanakuchukia, kwenye eneo la kazi haukubaliki, kwenye eneo lako la ndoa haukubaliki. Wewe mambo unayoyafanya kwenye maisha yako unakuwa haukubaliki, unakuwa hauna kibali kabisa kwenye maisha yako. Yaani kila unalolifanya kwako linakuwa ni gumu. Chochote unachokitenda kwako kinakuwa ni kigumu. Hauna kibali, haukubaliki, watu hawakupokei. Watu wanashindwa kukupokea. Lakini sio hivyo tu. Kukataliwa kuishi kwenye habari ya watu peke yake kama watu wanapofikiria, bali hata kwenye mambo ya kiroho. Unaweza ukawa unaomba kwa muda mrefu, lakini Mungu anaweza kukukataa. Wewe una roho ya kukataliwa. Yaani watu wanajua kukataliwa ni pale ambapo unaona mtu kwenye maisha yake anakuwa ana face upinzani, anakuwa anapata upinzani kwenye kila eneo. Ni kweli, lakini kuna muda hata Mungu anaweza kukukataa. Mungu anaweza kukukataa kabisa, Mungu mwenyewe. Mungu anamwambia Samueli, usimlilie Sauli, mimi nimeshamkataa tayari, nimemkataa. Mungu amemkataa mtu. Kumbe unaweza kukataliwa na wanadamu, lakini pia unaweza kukataliwa na Mungu. Kuna watu wanakubalika sana na wanadamu, lakini Mungu amewakataa. Lakini kuna watu wanakubalika sana na Mungu, lakini wanadamu wamewakataa. Na ndio maana Mungu anamwambia Samueli ya kwamba hakukataa wewe Samueli, walipokataa wewe walinikataa mimi. Ina maana machoni pa Mungu Samueli alikuwa na kibali, lakini machoni pa wanadamu watu walimkataa. Mimi sijui naongea na nani mahali hapa. Inawezekana unajiona kwenye maisha yako ni kwamba wanadamu wanakukataa sana. Wanadamu hawako upande wako kabisa. Lakini niko hapa kukwambia kwamba waliokukataa ni wanadamu, Mungu hajakukataa. Mungu amekukubali. Kuna muda ni rahisi sana kukubaliwa na wanadamu. Kuna vitu ukivifanya ni rahisi sana kukubaliwa na wanadamu hata kama vimpendezi Mungu. Unaweza kufanya mambo ambayo yakawafurahisha wanadamu, lakini yakawa machukizo mbele za Mungu. Kuna baadhi ya vitu unaweza kutenda katika namna ya kibinadamu ukawafurahisha wanadamu kabisa na ukajipatia kibali mbele za wanadamu, lakini ukakosa kibali mbele za Mungu. Na ndio maana kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 4 mpaka 5 anasema kwamba ndipo atakapokupatia akili njema machoni pa watu, ndipo atakapokupatia akili njema na kibali mbele ya watu na mbele ya wanadamu. Unapoomba kwa habari ya kibali, mwambie Mungu akupe vitu viwili. Mwambie Mungu, naomba unipe kibali mbele za wanadamu, lakini pia unipe kibali mbele za watu. Unanielewa Narudia tena. Unapomwomba Mungu kwa habari ya kibali, unatakiwa uombe vitu vingapi? Viwili. Kwamba Mungu, ninaomba unipe kibali mbele za wanadamu, lakini pia Mungu, ninaomba unipe kibali mbele za watu. Hayo natakiwa maombi yako, kwa sababu unaweza kupata kibali mbele za watu lakini ukakosa kibali mbele za Mungu. Lakini leo siko sitabei sana hapo. Ninachotaka kukufundisha ni kwamba mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya ili roho kukataliwa ikuondoke wewe kwenye maisha yako. Mpaka kuna watu wanasema hivi, mimi yule nimfanyia nini? Mbona ananichukia? Ushafika sehemu ukajiuliza kwa nini watu wanakuchukia bila sababu? Ni kwa sababu una roho kukataliwa. Ni pepo ambalo linaweza likaingia kwenye maisha ya mtu. Ni roho ambayo inaweza ikaweka kwenye maisha ya mtu. Mtu akiwa anataka wewe uondoke kwenye ndoa, anakutupia roho kukataliwa wewe. Mume wako akikuona hakutaki. Mume wako akikuona anakuwa na hasira na wewe. Na hii ndio maana kuna mtu ukiingia ndani ya nyumba yako unakuwa tuna hasira na mume wako. Hajakufanyia kitu chochote, hasira tu. Ukimwona hivi unasema ni bora aondoke. Kwa nini? Kwa sababu hii ni roho ya kukataliwa ambayo imepandwa ndani yako. Jambo la kwanza unalotakiwa kufanya, kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 6, kuwa mnyenyekevu. Omba Mungu akupe unyenyekevu. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linasema,
lakini hatujali sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Unaona, Mungu anawapinga wanaojikuza, lakini anawapa neema wanyenyekevu. Mungu ili akupe neema kukubalika, lazima ukubali kuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni kufuata maelekezo. Unyenyekevu, ukiambiwa kwamba Bwana ni kushoto sio kulia, unaenda kushoto ulikoambiwa. Huo ndio unyenyekevu. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unajiinua, Mungu anakuambia hivi, wewe unafanya hivi. Na nikwambie tu kitu, watu wanafikiri unyenyekevu ni kubisha. Ni kubisha peke yake. Ndio, unyenyekevu ni kubisha, lakini unapokuwa hata unaenda kinyume na neno la Mungu, unapokuwa unalibishia neno la Mungu linasema nini? Yaani Mungu anakuambia fanya hivi kwenye neno lake, amekwambia usifanye hivi au fanya hivi. Wewe ufanye hivyo alivyokuambia. Unafanya unavyojisikia, huko ni kukosa unyenyekevu tayari. Mungu anapokuambia utoe fungu la 10, wewe hautoi na unapata pesa, wewe sio mnyenyekevu mbele za Mungu. Tayari kuna kitu kimeshakuingia, kuna mbegu ambayo imeshakuingia ndani yako tayari. Ninaomba usikilize. Kuna muda roho ukataliwa sio kwamba inakuja kwa pepo peke yake. Ila kuna muda Mungu anaweza kaondoa kibali ndani yako. Kwa sababu wewe sio mtu wa kufuata maelekezo. Neema yoyote ama kibali chochote huwa kinakuja na maelekezo. Hakuna neema ambayo Mungu anaiachia kwenye maisha ya mtu ambayo haina maelekezo ndani yake. Neema yoyote huwa inakuja na maelekezo. Hakuna neema ambayo Mungu anaiachilia, hakuna kibali ambacho Mungu anakiachilia ambacho huwa hakiji na maelekezo. Mungu alipoachia neema ya uweza na nguvu ndani ya Samsoni, alimpa maelekezo. Lakini hata Mungu alipompa mwenye kubeba neema mama Samsoni, bado naye alimpa maelekezo. Mungu alipompa neema Ibrahimu ya kuwa na uzao mwengi, alimpa maelekezo. Neema yote kwenye maisha ya mtu huwa inakuja na maelekezo. Yale maelekezo yanapoondoka, yale maelekezo yanapokuwa yafuati, ile neema na kile kibali ambacho Mungu amempa mtu kutembea kwenye ule wito, na chenyewe huwa kinaondoka pia. Kabla hujaanza kukemea roho kataliwa, angalia, je, maelekezo yote ambayo Mungu amekupa unayafuata? Je, kila sehemu ambayo Mungu ameachilia neema kwenye maisha yako, je, unafuata? Je, yale ambayo Mungu amekuamuru uyafanye, je, unayafuata? Kabla hujaanza kukemea. Na nikwambie kitu cha ajabu. Leo tusingekuwa hata tunaongea mambo ya roho ya kukataliwa, sijui roho ya nini, kama tungekuwa tunafuata maelekezo ya Mungu. Roho ya kukataliwa inaingia wapi? Roho ya kukataliwa inaingia kwenye maisha yako kwa sababu imepata mwanya. Na mianya hiyo tunaiachia sisi wenyewe. Yaani usingekuwa una hivi, ukiwa unakula vyakula visafi, unaja kula dawa minyoo? Kama sio mtu wa kula mabichi kila siku, unaja kula dawa minyoo? Kwa nini unakula dawa minyoo? Si unapenda makachumbari na makabichi kila siku ambao hajaoshwa vizuri, si ni kweli? Si ni kweli? Mwanya ameufungua nani? Au minyoo imekuingia tu peke yake? Kumbe unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, unapokuwa wewe na Mungu haujaachia nafasi yote, ni ngumu sana roho kataliwa kukuingia kwenye maisha yako. Lakini roho kataliwa kwa nini inapata nguvu? Ni kwa sababu kuna mianya ambayo umeachia kwenye maisha yako. Hebu sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unipe neema ya kutembea kwenye maagizo yako. Bwana Yesu, kila mwanya uliopo kwenye maisha yangu unaonizuia kutembea kwenye makusudi yako, na unaonizuia na kufungua milango ya magonjwa ya kukataliwa kwenye maisha yangu, milango hiyo ninaifunga kwa jina la Yesu. Amen. Chapia Bwana Yesu makofi. Jambo la pili, tembea katika uaminifu. Tembea katika uaminifu. Uaminifu kwenye maisha ya mtu huwa unamwongezea kibali. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba yeye aliye mwaminifu katika lilo dogo, Mungu atamweka katika mambo yaliyo makubwa zaidi. Atakuwa mwaminifu katika yaliyo makubwa zaidi. Mungu anapokupa kitu kidogo, anapokuamini katika jambo dogo na unalifanya, Mungu huwa anakupa neema ya kukaa katika makubwa zaidi. Kwa nini haupati neema? Kwa nini haupati vitu vikubwa zaidi? Kwa nini hauna kibali kikubwa zaidi? Ni kwa sababu wewe sio mwaminifu mbele za Mungu.
Chukulia mfano huu. Kuna kazi imetokea na kazi hiyo tunalipwa 20,000. Yaani wewe mimi na wewe tunalipwa 20,000. Na kazi hiyo nimekutafutia mimi. Mwisho wa siku natakiwa tugawane 10,000. Lakini hela unapewa wewe na bosi. Unapewa hela na bosi, unaanza kuniletea Kiswahili. Unaanza kuniambia labda, bwana wewe chukua 5,000. Unaanza kuona wewe kana kwamba wewe umefanya kazi kubwa kulidi. Wakati umesahau kama ni mimi niliyetafuta hilo deal, japokuwa bosi amekuamini pesa amekupa wewe. Unafikiri kesho na kesho kutwa nikipata deal ya 5,000 nitakuita wewe? Siwezi nikakuita. Kwa sababu kama uliweza kunitapeli 10,000, kama uliweza kunibia 5,000, 2,500 unaweza kanipa wewe. Si utanipa 50,000 au 30,000? Unanielewa eh? Kwa hiyo unapokosa uaminifu katika jambo lilo dogo, hata mbele za Mungu, Mungu anashindwa kukupa neema zaidi na kibali. Kwa ukitaka kutembea kwenye kibali kikubwa, lazima ujifunze kuwa mwaminifu katika mambo yaliyo madogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujifunze kwanza. Huwa naongea na watu kila siku, sijui hata kwa nini kuna watu hawatoi mafungu ya 10 bado. Mafungu ya 10 watumishi wa Mungu ni kila kitu. Fungu la 10 linakupa kibali. Umenielewa eh? Linakupa kibali. Kuna kibali kipya unakipata unapotoa fungu la. Usipotoa fungu la 10, kuna kibali fulani utakipata kwenye maisha yako. Kuna mambo ambayo huwezi kuyapata kwenye maisha yako. Lazima ukubali kwamba mimi hata kama napata hivi, Mungu anashindwa kukubariki zaidi kwa sababu amekubariki katika kidogo, umeshindwa kuwa mwaminifu katika kile alichokubariki. Kwa hiyo anashindwa kukupa kibali kikubwa zaidi. Umenielewa eh? Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 3 mpaka ule wa 4. Mithali sura ya 3 mstari wa 3 mpaka ule wa 4. Neno la Mungu linasema, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Anaanzia mwanzo anasema neema na rehema zifunge kifuani mwako. Kabla ya kupata kibali, rehema na neema zifunge anampa maelekezo namna gani ya kuweza kupata kibali. Na maana nimekwambia kila kibali unachokiona kwenye maisha yako kinakuja na maelekezo. Hakuna kibali kisichokuwa na maelekezo. Kibali na niwaambie kitu watumishi wa Mungu, hakuna kitu ambacho kinatokea kwa bahati mbaya. Unapoona kwenye sehemu fulani kwenye maisha yako umekwama, kuna kitu kipo nyuma. Unapoona kuna mtu fulani anafanikiwa sana kwenye eneo fulani la maisha, hakuna bahati mbaya. Yeye huyo mtu kuna maelekezo anayafuata ambayo wewe huyafuati leo. Shida yetu sisi watu wa Mungu, huwa tunajikatia tamani kama watu tulioonewa. Mtumishi, mimi wananiroga, sasa kama wanakuroga tunafanyaje? Utaishia kusema tu wanakuroga? Mtumishi, mimi napigwa sana vita. Wewe umeamua kufanya nini baada ya kuona unapigwa vita? Ni kitu gani umeamua kufanya? Ni kweli unapigwa vita, ni kitu gani ambacho umeamua kufanya baada ya kugundua kwamba unapigwa vita? Ni jambo gani ambalo umeamua kufanya kwenye maisha yako? Unanielewa eh? Lazima ukufanye nini? Ukubali kufuata maelekezo ili Mungu aweze kukupa neema. Kwa hiyo tembea kwa uaminifu. Mungu anapendezwa na uaminifu. Uaminifu kuanzia kwenye vitu ambavyo Mungu anakupatia, uaminifu kwenye maelekezo yake, hata uaminifu kwenye habari ya utakatifu. Jambo la 3. Omba Mungu akupe kibali kila siku. Watu wa Mungu, kibali kinaombwa. Kibali kinafanya nini? Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Unaona? Utambariki mwenye haki. Anayebarikiwa ni mwenye haki peke yake. Yaani kibali huwa kipo kwa ajili ya kumlinda mtu. Katika lugha ya kibinadamu, kibali wanaweza kukiita status. Status, wadhifa, ile hadhi ambayo mtu anakuwa nayo, kile ni kibali. Jambo la 4, kuwa mkarimu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Ibrania anasema, wakarimuni watu. Maana kwa namna hii kuna watu wamepokea malaika bila wao kujua. Sara na Ibrahimu walimpokea malaika bila wao kujua. Malaika alifanya nini? Aliwaachilia kibali cha mtoto. Kuna jambo ambalo unalimuomba Mungu siku ya leo, haulipati kwa sababu haujawa mkarimu. Mtu kukutafuta wewe asiye anajifikiria mara mbili. Mtu kukutafuta wewe asiye anafikiria kwamba wewe utampokea vipi. Inatakiwa kuwa mkarimu. Luka 6:38. Neno la Mungu linasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Anasema wapeni vitu watu nanyi
Umegundua kwa nini upewe vitu? Umempa mtu nini? Ushajiuliza kama umempa mtu nini? Unajua shida kwamba tunahubiriana kila siku watu wa Mungu, lakini bado, yani hiyo ndo shida, bado watu wa Mungu. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Bila kumpa mtu kitu huwezi kupewa hata siku moja. Unapoona mtu anapewa, sio kwamba yule anapendelewa. Hivi mama fulani wewe unafanyaje? Hafanyi chochote, huwa anawapa watu vitu. Yani hicho kitu, watumishi wa Mungu, utakuja kustruggle sana kwenye maisha yako. Alafu ukimpa mtu kitu, unapewa kipimo cha kushindiliwa. Anasema kipimo kile mnachopimia watu na kipimo hicho mtakachopimiwa. Kuna watu wanaweza kwa hivi vitu asikupe kwa sababu wewe sio mtoaji. Yani wewe unatoa 2000 3000. Unataka watu wakupe milioni 2 au wakupe milioni 3, haiwezekani. Unaona hata utasoma kwa muda wako, unaona hata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 9 mstari wa 36 mpaka 42, kuna mtu alikuwa anaitwa Dorcas. Dorcas alipendwa sana na watu, alikuwa na kibali sana cha kupendwa na watu kwa sababu alikuwa anawatengenezea wajane nguo. Alikuwa anatengenezea watu wasiojiweza nguo. Na ndio maana hata alipokufa watu walimfuata Petro wakamlilia. Kwa bwana huyu amekufa, sisi tutapata wapi nguo za bure? Biblia inasema kama Petro akaenda kumfufua Dorcas. Sio kwa sababu alikuwa anataka kumfufua, ila kwa sababu kuna watu walienda wanamlilia. Biblia inasema kwamba walienda kumlilia wakiwa wanamuonyesha nguo, anamwambia angalia nguo alizokuwa anatushonea. Wewe ukifa ukipata matatizo watu watalia na nini mbele za Mungu wewe ulichowapa? Umewapa watu sababu gani ya kulia mbele za Mungu kwa ajili wewe unapopitia matatizo? Umewapa watu sababu gani ya kulia mbele za Mungu? Mungu tunamlilia Magufuli, alikuwa ni mpenda haki. Kwa sababu alikuwa ni mpenda, kuna sababu inayofanya tumlilie. Wewe una sababu gani? Dorcas alikuwa analiliwa kwa sababu anamwambia angalia, yeye ndo mtu pekee, yeye kati ya washona cherehani wote, yeye ndo mshona cherehani pekee ambaye alikuwa anashonea nguo bure. Biblia inasema kama alikuwa anaenda kumuonyesha Petro analia, anamuonyesha. Unafikiri kipindi hicho washona cherehani wengine walikuwa hawafi? Walikuwa wanaliliwa, walifufuliwa. Mtu anatakiwa alie aseme Mama Ima asipopata hela wajane hawezi kula. Mama Florian asipopata pesa, Mama Florian asipokuwa na afya nzuri, hakuna mtu atakayefanya usafi kanisani. Watu wanatakiwa na sababu ya kufanya nini? Ya kulia. Wewe hata usafi wa kanisani ufanye. Yaani mpaka tuseme kwamba kanisani wangapi Jumapili watafanya usafi? Mtumishi wa Mungu anaenda kushota kufuata ndoo za maji, mimi kichwa kinaniuma. Kwa nini Mungu? Yaani kwa nini Mungu akupe kibali? Inatakiwa ujiulize. Amen. Jambo la 5 ni kuwa mtu wa hekima katika maneno unayoongea. Kitabu cha Mithali sura ya 15 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizaro huchochea ghadhabu. Jawabu la upole hugeuza, ina maana jawabu la upole linakupa kibali. Kuwa na hekima katika maneno yako. Kuna watu tuko hapa, kinachofanya tukataliwe ni maneno yetu tunayoyaongea. Maneno, the way unavyo communicate na watu, namna unavyoongea na watu, ndio kitu ambacho kinakufanya wewe ushindwe kupata kibali mbele za Mungu. Unaongea na mtu hovyo kweli. Yaani kuna mtu unaongea yani mpaka unajiuliza hivi huyu break kwenye midomo hana. Yaani wewe linalokuja kichwani kwako haulichuji kwa kutumia akili zako, linatoka moja kwa moja kwenye kinywa chako. Hakuna hekima. Huwezi kujizuia. Huwezi linalokuja mdomoni mwako unaliachia moja kwa. Yaani huna hekima ya kuchuja kwamba hili nitakapoongea hili neno huyu mtu litamuumiza au litamfanyaje. Huna hekima. Mtu atawe na hasira na wewe kwa namna gani, ukimjibu kwa upole, hasira yake inapoa. Unaweza kumwacha kana kinyongo, lakini hasira ikamfanya nini? Imepoa. Jawabu la upole hugeuza hasira. Angalia maneno yako kwa usahihi. Tumia maneno yako kwa usahihi. Ni namna gani ambayo unatumia kinywa chako? Ni namna gani ambavyo unaongea na watu? Unaona mfano kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 25 yote ukisoma, unaona kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Abigaili na Nabali. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Nabali alikuwa ameoa mke anaitwa Abigaili. Kuna kipindi huyu Nabali alikuwa anataka kwenda alivamiwa na watu. Watu wale walikuwa wanataka kuiba mifugo yake. Maandiko yanasema kwamba akaenda kuomba msaada kwa mtu anaitwa Daudi. Daudi akamsaidia Nabali.
Alipomsaidia Nabali, baada ya muda akawa amerudi nyumbani, kama amemsaidia Nabali wakapigana vita, watu wale wakaweza kuiba mifugo yake. Baada ya muda Biblia inasema kwamba njaa ikaingia kwenye kambi la Daudi. Kwa sababu Daudi alikuwa ni mtu wa maficho kabla hajawa mfalme, alikuwa anatafutwa na Sauli, kumbuka Lakini pamoja na kutafutwa na Sauli, bado alimsaidia Nabali. Sasa Nabali, kuna kipindi Daudi kabisa atume mfanyakazi kwamba anamwambia Nabali, kwa sababu yeye tushamsaidia na tuna uhusiano naye mzuri, basi mwambie tupe kondoo kadhaa sisi tuweze kupata kama chakula, tuweze kuchinja, tuweze kutengeneza nyama, tuweze kupata kama chakula. Biblia inasema kwamba Nabali akamtuma mtu akaenda kwa Daudi akamwambia kwamba wewe bwana ni mpuuzi. Unataka upande sehemu ambayo unataka uvune sehemu ambayo haujapanda, mimi sikupi. Biblia inasema kwamba Daudi aliposikia maneno akatoka mkuku na jeshi lake na mapango. Anasema ni jamaa tulimsaidia fulani anafanya hivi, tunaenda kumchinja na vitu vyake tunaenda kuchukua. Biblia inasema kwamba walipokuwa njiani wakakutana na mwanamke anaitwa Abigaili, mke wake na Nabali. Abigaili alipofika kwa Daudi akamwambia, umsamee bwana wangu ni mpumbavu. Biblia imeandika hivyo, anasema mume wangu mimi ni mpumbavu. Lazima uweze kujua kama mume wako ana upumbavu gani. Yaani mume wako ni mpumbavu gani, unatakiwa uweze kumsaidia. La sivyo kuna sehemu mume wako atauawa. Nakwambia. Kuna sehemu mume wako atafanya nini? Atauawa. Mume wako anaweza kana ajibu watu ujinga, watu ambao hatakiwi kujibiwa ujinga. Watamuua. Biblia inasema kwamba Abigaili akaenda kwa Daudi. Yaani Daudi yuko njiani na mapanga, ni umbali mrefu. Abigaili akashika punda yake, akatusha nafaka kwenye ile punda, akafika njiani. Biblia inasema kwamba Daudi akamkuta Abigaili njiani. Abigaili akamwambia, msamee bwana wangu kwa kuwa Nabali ametenda kwa upumbavu, ni mpumbavu. Biblia inasema kwamba hasira Daudi ikafanya nini? Ikashuka. Inaonyesha kwamba jawabu la upole la Abigaili ligeuza hasira Daudi aliyekuwa anaenda kumuua mume wake, aliyekuwa anaenda kuangamiza na familia yake. Kwa hiyo hata wewe, ili kuweza kupata kibali kwenye maisha yako, angalia maneno gani ambayo unaongea. Chagua maneno yako kwa usahihi. Toa maneno yako kwa hekima. Ni kweli kuna muda unaweza kukosea ukaongea tu, lakini sasa hiyo umekosea. Sio kila siku kwamba wewe unasema fulani hana hekima katika kuongea, fulani ana mdomo mchafu. Jambo la 5, la 6. Unaona watumishi wa Mungu, na kuonyesha tu kwamba roho kataliwa inaingiaje. Sio kwamba ni pepo tu peke yake, na kuonyesha roho kataliwa inaingiaje pia. Jambo la 6, dumu katika maombi na kufunga. Kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Namna hii haitoki kwa kusali na kufunga. Sasa nataka nikuonyeshe namna gani ambayo haitoki ila kwa kusali na kufunga. Nataka nikuonyeshe namna gani. Unaona, ukisoma kwenye kile kitabu cha kile cha Esta, ile Esta sura ya 4 na sura ya 5, utaona kwamba Esta alifunga kabla ya kwenda kwa mfalme. Alifunga. Na alipofunga, Biblia inasema kwamba Mungu alimpa kibali mbele ya mfalme. Kabla ya kwenda kwa mfalme kumwambia Bwana kwamba mimi na wana wa Israeli wote tumetangaziwa kuuawa, ulikuwa unatakiwa kwanza kukubaliana na mfalme. Ulikuwa huwezi kuonana na mfalme bila kukubaliana na mfalme. Bila kuitwa huwezi kuonana na mfalme. Ukienda bila kuitwa unauawa. Unless mfalme akunyoshie fimbo yake ya dhahabu. Unanielewa Kwa maandiko anasema kwamba Esta akapata kibali. Alipata kibali kwa nini? Kwa sababu alifunga na kuomba. Kabla hujafanya jambo lolote lile, hata kama unaona kuna kazi unaitafuta sana. Yaani kuna kazi unaitafuta sana, unatamani ile kazi uweze kuipata, wanalipa vizuri. Kabla ya kwenda kwenye interview, funga na kuomba kwanza. Ili Mungu akupatie kibali. Aondoe huko kukataliwa ndani yako, akupatie kibali. Na kibali watumishi wa Mungu huwa kinaongezeka. Kibali huwa kibaki sehemu moja. Na ndio hicho kitu kinachofanya tuwe na matokeo tofauti kwenye maisha. Kwa sababu kibali kina tabia ya kuongezeka. Kibali hakibaki sehemu moja. Kibali kina tabia ya kuongezeka. Jambo la 6. Jambo la 7. Kuwa na upendo kwa watu wote. Kuwa na upendo. Kitabu cha Yohana 13:35. Naomba nisome. Anasema hivi, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkipendana ninyi kwa ninyi, watu watatambua kama mmekuwa wanafunzi wangu. Yesu Kristo alipendwa na watu wengi ni kwa sababu alikuwa na upendo na watu wote. Alikuwa bagui. Watu walikuwa wanamjua Mungu, alikuwa anajua hawa na wasiomjua Mungu wanahitaji upendo wangu, na pia wanaomjua Mungu wanahitaji upendo wangu. Kuwa na upendo, mtu wa Mungu. Kuna watu hapa wengine hamna upendo. Una upendo wewe? Jiulize, una upendo?
Kuna watu zamani mlikuwa mna upendo, lakini baada ya kupigwa matukio upendo ukafanya nini? Ukapotea. Mungu akurudishie upendo kwa jina la Yesu. Kuna watu mnacheka, ni kweli. Kuna watu mlikuwa mna upendo sana. Mpaka sasa ukiangalia unasema mimi nilikuwa ni mjinga sana. Sio ujinga, ulikuwa unafanya kitu ambacho ni sahihi. Nisema tu ni kwamba ulikutana na mtu asiye sahihi akakugonga matukio. Kwenye maisha yako ulikutana na watu ambao sio sahihi akakupiga matukio. Na shetani alikuwa anajua kwamba ili wewe uendelee kupata kibali inabidi uwe na upendo na watu wote. Kwa hiyo anachokifanya anafanya watu wakuchukize ili ujijengee ndani yako, ujengee tabia isiyokuwa ya upendo. Ili unapohitaji kibali kutoka kwa Mungu usiweze kukipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 7. Jambo la 8, samehe waliokukosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo 6:14 anasema mkiwasamehe watu makosa yao. Kusamehe kunaondoa mzizi wa uchungu ndani ya mtu. Kama mtu amekosea ndani yako unakuwa na nini? Na uchungu. Lakini kusamehe kunaondoa mzizi wa uchungu ndani ya maisha ya mtu. Mzizi wa uchungu hii ukitaka uondoke kwenye maisha yako lazima ujitahidi kusamehe. Na ukishakuwa na mzizi wa uchungu ndani yako, mzizi wa uchungu huo unaharibu mahusiano. Mzizi wa uchungu huo unaharibu nini? Mahusiano. Jiulize, ni watu wangapi ambao umekosana nao siku ya leo? Ni kwa sababu kuwasamehe. Yaani watu wangapi ambao unashindwa kuongea nao siku ya leo kwa sababu una uchungu nao? Una mzizi wa uchungu ambao uko ndani yako. Na muda mwingine watu hao ambao umeshindwa kuwasamehe ni kweli walikosea, lakini watu hao ndio watu ambao Mungu wana connection ambazo wewe zinaweza kukusaidia. Ni watu ambao Mungu anaweza kutumia hao wewe kutoka kwenye hatua moja ya maisha kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini kwa sababu walikosea umeshindwa kuwasamehe, wenyewe unajua kabisa huyu jamaa alichukia kipindi ambacho tulikuwa tumemkosea. Wanashindwa, madini yanapatikana, wanashindwa hata kukuita, wanaogopa. Wanaogopa nini? Sio, mtu akikosea anakuwa ndani yake anasikia hukumu. Na sasa kama uongea naye kabisa anasikia hukumu. Nataka nikwambie kwamba kutokumsamehe na kutokuachilia haumuumizi yeye tu, mnajiumiza wote, na wewe pia unajiumiza. Mtoto wako leo anatafuta kazi, anatafuta kibarua. Huyo mtu labda naye kwenye duka lake anahitaji mtu ambaye wa kumuuzia nini? Duka. Na anajua kabisa wewe kwamba mtoto wako anahitaji hiyo kazi, hata hiyo kazi anahitaji. Lakini mtu huyu analazimika kutoka hapa kuagiza mtu mkoani kwa sababu wewe na yeye anajua kabisa tu fulani kuna kitu nimfanyia kweli kibaya, lakini hajanisamehe. Nashindwa kwenda kumwambia, ndaenda kumwambia vipi? Naweza nikaenda kumwambia kanishushua. Naweza kwenda kumwambia kanichamba. Naweza kwenda kumwambia kanitukana. Kwa hiyo unakosa kibali kwa namna hiyo. Tunaingia 9. Jitahidi kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Kile kitabu cha Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 5, ninaomba nisome. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kibali huwa kinaanza pale ambapo unamweka Mungu kuwa kipaumbele kwenye mambo yote. Ndio kibali ambapo huwa kinakuja. Yusufu alipendwa hata alipokuwa gerezani. Yusufu alipendwa hata kipindi alichokuwa gerezani. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 39 mstari wa 21 utaona Yusufu alipata kibali hata alipokuwa gerezani. Alipendwa mpaka na watumwa wenzake. Yaani imagine mtu umemuuza, umempeleka utumwani. Lakini baada mtu huyu kwenda kwenye utumwa anakuwa houseboy, lakini baada ya kuwa houseboy, baada ya muda tu anakuwa kiongozi. Yaani yule mwenye nyumba anamweka kuwa kiongozi wa vitu vyote kwenye nyumba. Lakini haishii hapo. Alipoona ni bora kumpendeza Mungu kuliko kumpendeza mke wa Potifa, akachukuliwa akapelekwa gerezani. Kule gerezani yeye ndo akawa kama mnyapara, yeye ndo akawa mkuu wa ile gereza. Haitoshi, katolewa gerezani, kapelekwa kwa Farao. Baada tu ya kutafsiri ndoto, akawekwa kwa mkuu wa nchi nzima. Kila sehemu alipo kibali kinamfuata. Ndivyo hivyo na wewe. Unapokuwa ni mtu wa kumtanguliza Mungu katika mambo yote, kibali cha Mungu kinakuwa kinakufuata kila sehemu. Kibali cha Mungu kinakuwa kinaenda na wewe kila sehemu. Na ndio maana nasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa nini mnazidishiwa? Ukimtafuta mtu na Mungu na haki yake, kama ni kibali utazidishiwa, kama ni neema utazidishiwa, kama ni uchumi utazidishiwa, chochote kile utazidishiwa, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa mazidisho. Jambo la mwisho, ishi katika maisha matakatifu. Nisomee kitabu cha Mithali 28:13, nisomee hicho. Ishi maisha matakatifu. Kitabu cha Mithali 28:13. Neno la Mungu linasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema.
Kumbe kuficha dhambi unaweza kufanya mtu asifanikiwe. Kuficha dhambi. Sasa kuficha dhambi sio kwamba eti kuna tofauti kati ya kuficha dhambi na kutenda dhambi. Kutenda dhambi ni kutenda dhambi katika hali ya kawaida. Lakini kuficha dhambi ni kwamba unafanya dhambi lakini hautaki watu waone. Unajificha mbele za watu lakini mbele za Mungu unakuwa uko wazi. Unapoficha dhambi hauwezi kufanikiwa. Na ndio maana mimi nawaambia kuna watu unaweza kumuona kiasi kuna muombea, uko unajiuliza mbona huyu mtu namuombea afu afanikiwi? Maskini, yani yeye mwenyewe hata mwenyewe ajionee huruma. Ni anakosa mpaka hela ya kula. Anakosaga mpaka hela ya kula, lakini katenda dhambi kamoja kazuri sana. Mpaka hela ya kula anakosa. Lakini ni kazinzi kweli kweli. Hela ya kula anafanya nini? Lakini ni mzinzi kweli kweli. Akipata 10,000 anaonga 8,000, anabaki na 2,000 ya kula. Ameficha dhambi yake. Afichaye dhambi yake. Hata unapoficha dhambi huwezi kufanikiwa. Haiwezekani, watu wa Mungu. Sasa muda huu nataka kwa sababu mimi napenda kuwafundisha watu Biblia. Ninaomba nikutajie mistari ya Biblia ambayo unaweza kutumia kuomba kibali. Naomba nikutajie mistari ya Biblia. Mistari ya Biblia ambayo unaweza kuitumia ili kumuomba Mungu kibali. Naomba nikutajie mistari ya Biblia. Mistari ya Biblia. Mstari wa kwanza, Zaburi sura ya 5 mstari wa 12, naenda haraka. Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Lakini mstari wa pili ni kitabu cha Mithali. Nafanya tu kama flashback yale ambayo tumejifunza. Mithali sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Mstari wa 3 Luka 2:52. Mstari wa 4 Mwanzo 39:21. Mstari wa 5 Esta sura ya 2 mstari wa 17. Mstari wa 6 Nehemia sura ya 2 mstari wa 8. Mstari wa 7 Kutoka sura ya 3 mstari wa 21. Mstari wa 8 kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 17. Mstari wa 9 kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Mstari wa mwisho na wa 10 kitabu cha Mithali sura ya 22 na mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kama umebarikiwa sema nimebarikiwa. Kama umejifunza kitu sema nimejifunza kitu. Sema tena nimejifunza kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu weka mkono wako kulia kwenye kifua chako na ufunge macho yako. Baba, katika jina la Yesu Mungu, nasema asante Bwana kwa ajili ya maandiko yako, asante Bwana kwa ajili ya neno lako takatifu. Jehova, hakika umetulisha, tumekunywa na kushiba mezani pako. Baba, ninaomba Mungu wa mbinguni kibali kwenye maisha kila mmoja mmoja aliye mahali hapa Bwana. Ninaomba Bwana kibali kwenye maisha yao. Mungu, naomba ukawajalie kibali kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndeti hai. Baba, wape kibali kila wanapotembea. Wape kibali Bwana kila wanapoongea. Wape kibali kila wanalolifanya katika jina la Yesu. Amen. Sema amina, napokea kibali. Sema amina, napokea kibali. Kamata sadaka yako kwa jina neno la Mungu. Na ambao mnatusikiza kwa njia ya mtandao, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana kwa screen yako. Unaweza kutoa sadaka yako kawaida, unaweza kutoa mafungu yako ya 10, unaweza kutoa malimbuko yako na Mungu wa mbinguni akakubariki. Okay. Kamata sadaka yako kawaida, shika kwa mkono wako kulia, nyosha mkono wako juu, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu nabariki sadaka za watu wako kuanzia sasa. Mungu wa mbinguni, tazama watu wako hawajaja mikono mitupu mbele zako, maana umesema Bwana, imeandikwa kwamba hautaki kuja mikono mitupu mbele za Bwana kwenye nyumba ya Bwana. Baba, watu wako nao hawajaja mikono mitupu. Baba, naombea baraka, naombea neema. Baba, wakabarikiwe na wakaongezeke kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Amina. Njoo uje kutoa mali hapa. Una sehemu yako ya 10, nyosha mkono wako juu. Kwa kulia una sehemu yako ya 10, nyosha mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu naombea Bwana mafungu ya 10 watu hawa Bwana kuanzia sasa. Mungu, naomba baraka zako zikawafuate. Mungu, kabariki, ukawape kibali na ukaongezee. Baba, nuru za uso wako zikawatazame Bwana kuanzia sasa. Popote wanapoenda Bwana, mafungu haya 10 yakawa ni kama kibali kwenye maisha yao Bwana, akaachilie kibali kwenye maisha yao. Mbegu hiyo wanayoipanda kwenye madhabahu yako Baba, ikaachilie kibali kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen.